uwepo wa imani thabiti ndani ya mtu ni moja kati ya kitu ambacho kinachochea udhihirisho wa nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu haziwezi kudhihirika kwa mtu asiyeamini. Biblia inasema ishara na miujiza ni kwa ajili ya wasio nini? Amini, ili wapate kuamini. Kwa hiyo imani ndio inayoweza kudhihirisha uwezo na nguvu ya Mungu ndani ya mtu. Na ndio maana ukisoma Marko 9:23 neno la Bwana linasema yote yanawezekana kwake yeye aaminie. Kwa kuamini kwa mtu ndio kunakoleta kuwezekana, na kule kuwezekana ndio nguvu yenyewe ya Mungu. Sema amina katika jina la Yesu. Kwa ukitaka udhihirisho wa nguvu za Mungu kwenye maisha yako, jambo la kwanza lazima uamini. Lazima kuwepo na uwepo wa imani thabiti ndani yako, kwa sababu uwepo wa imani ndio unaoenda kuchochea nguvu ya Mungu kudhihirika ndani ya maisha ya mtu. Na ndio maana tunarudia tena, Marko 9 inasema yote yanawezekana kwake yeye aamini. Kwa uwezekano unatokana na imani. Kwa leo tunapozungumza habari ya kudhihirika kwa nguvu za Mungu ndani yako, wewe kama Mkristo, cha kwanza unapaswa kuamini. Hata mimi mwanzo nilikuwa siamini kama wewe, na hata leo pia naendelea kupambana niendelee kuamini Mungu mpaka dakika ya mwisho, kwa sababu najua imani ndio inayoleta udhihirisho wa nguvu ya Mungu ndani ya nani? Ndani ya mtu. Nguvu ya Mungu haiwezi kudhihirika ndani mwako kama wewe hauamini. Jina la Bwana libarikiwe. Utasoma habari ya yule mama mwenye kutokwa damu. Aliamini kwanza ndani mwake, akajisemea ndani mwake ya kwamba hakika nikienda kushika pindo la vazi yake nitafanya nini? Nitapona. Kwa kilicholeta uponyaji, kilicholeta ile nguvu kudhihirika ni imani aliyokuwa nayo yule mama ndani. Kwa inawezekana hata wewe leo unatamani kuponywa, unatamani kupokea, lakini umepungukiwa na uwepo na udhihirisho, umepungukiwa na uwepo wa kiimani ndani. Haleluya. Kwa unahitaji kuwa na uwepo wa imani. Biblia inasema katika kile kitabu cha Waebrania sura ya 11, neno la Bwana linasema yoyote amwaminie Mungu, sharti la kwanza lazima aamini kwamba Mungu nini? Yupo. Naye huwapa thawabu wale wote wa nini? Wamuitao. Kwa Mungu anaeleza kanuni kwamba unapotaka kumwendea yeye, kabla ya mambo yote, moja, lazima uamini ya kwamba yupo. Mbili, lazima uamini ya kwamba huwapa thawabu wale wote wamtafutao. Kwa imani ndio kigezo cha kudhihirisha nguvu za Mungu kwenye maisha yako kama Mkristo. Sema amina katika jina la Yesu. Imani ndio moja kati ya kigezo kinachoweza kudhihirisha nguvu za Mungu kwenye maisha yako. Haleluya. Mwambie, nisaidie kumwambia jirani yako wahitaji kuwa na imani. Mwambie jirani yako wahitaji kuwa na imani. Kwa maana Biblia inasema katika kile kitabu cha Waebrania sura ya 11, ninaomba nikusomee kwa msaada wa Mungu. Lakini pasipo imani haiwezi kumpendeza Mungu. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu